Habari za saa hizi ndugu watazamaji wetu wa Sheka Toto TV. Karibuni katika kipindi chetu cha yaliyojiri. Leo ni siku ya Alhamisi, tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na kuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na wenzangu Sheikh Ali Mohamed Salim, Neema Shabani Galanda. Tunasema karibuni mjiunge nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Leo tutaangalia habari yetu ya kwanza ambayo nasema mtoto azama shimo la maji taka na mwingine azama baharini. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linachunguza matukio mawili ya vifo vya watoto wawili waliofariki dunia kuzama katika mazingira tofauti tofauti. Katika tukio la kwanza, mtoto alizama ndani ya shimo la maji taka. Alikuwa anaitwa Victoria Mlongwesi mwenye umri wa miaka 11. Na ni mkazi wa kijiji cha Mbuo, kata ya Ndumbwe, wilaya ya Mtwara. Alifariki dunia baada ya kuteleza na kudumbukia kwenye shimo la maji taka. Yaani kalo hilo, unafahamu makalo. Lilokuwa wazi wakati wakicheza na watoto wenzake. Na katika tukio jingine tena kuna mtoto anaitwa Mudathiri Hassan mwenye umri wa miaka 10. Naye mtoto huyu alikuwa na wanafunzi wenzie. Hiyo siku ya tarehe 17 katika kucheza maeneo ya karibu na shule kulikuwa na bahari ya Hindi. Kwa hiyo mtoto katika kucheza akawa kuogelea akazama kuzama akafariki. Kwa hiyo jeshi la polisi bado linaendelea na uchunguzi wa hivyo vifo tofauti. Hiyo tarehe 17 na ni siku ambayo watoto walikuwa mapumziko, hawajaenda shule. Ndio. Yaani kwa kweli inasikitisha kwa sababu kadumbukia kwenye shimo la maji taka. Huu naye baharini. Yaani wote vifo sio vizuri. Yaani kwa kweli inasikitisha sana. Na vile kutokana huyo aliodumbukia, kwa kweli wazazi tunatakiwa tuwe na tahadhari sana. Na hasa wale watu tunasema kila siku wanaojenga, yaani wahakikishe makaro yao wameyafunika vizuri. Kwani lile karo lingekuwa haliko wazi, basi hiyo athari hiyo isingetokezea na isingewakuta. Lakini sasa wewe unajenga, unachimba karo, unaliacha wazi, unategemea nini? Kwa maana hiyo huyo tunaweza kusema serikali ifanye uchunguzi wake, lakini huyo aliacha karo hivyo ina maana achukuliwe hatua kwa sababu wanashapotezea roho ya mtoto. Ya kujibu. Sababu labda kao lake labda lilikuwa limefunikwa, makalo mengine juu yanakuwa yanaleta ufaufa. Na watoto unajua kazi zao za kukimbizana tu. Wao hawajali. Wanacheza kokote. Wanacheza kokote. Kwa hiyo inakuwa hatari. Labda au pia alivyoona vile labda limepasuka, maana hatujui mazingira yalikuwaje. Kama limepasuka basi kama kwa muda huo angelikarabati au angeweka viashiria kwamba hapa ni hatari. Hata angeweka miba kuzunguka lile eneo ili watoto wasipite au mtu mwingine asije akapita akakanyaga akadumbukia. Lakini kuliko kuliacha hivi ni hatari sana kwa watoto. Na sio kwa watoto tu, hata wewe mtu mzima unaweza ukawa umerudi usiku ni giza huoni, na pale kalo ndio hivyo hatarishi, unajikuta nao umedumbukia. Mimi kwa naomba hata kama wale wajumbe wale wa nyumba kuu, kuna wajumbe wale wakiona mtu shimo lake kaacha wazi ashtakiwe au limelika, kwa sababu lile shimo si linakuwa refu futi 12 lile nasikia. Hasa wakiwa wanapita mitaani au wale majirani wanatoa taarifa kwa mjumbe, nyumba fulani kuna tatizo hili na hili, aende akakague, alafu amwambie kwamba atengeneze. Wengine ujue mpaka washtuliwe na wajumbe au serikali za mitaa kabisa, au wale mabwana afya huwa wanapita wale. Mwingine anaacha tu wale wanakagua, anaacha wazi ajui kwamba hapa kutakuwa na hatari au hakuna hatari, mpaka mtu wa serikali aje pale ndo amshtue. Ndo naenda shimo ya kutengeneza. Au kama hivyo alivyosema Sheari, wengine nyumba ambazo hajawahi kuishi watu, anajenga tu shimo, analichimba, analijengea tu kule chini, juu anaacha wazi. Ndio maana tunasema hatujui alikuwa katika mazingira gani. Lilikuwa limeharibika au lilikuwa limejengewa tu limeachwa wazi. Kwa hiyo kama hao serikali ya mitaa ile
au ya vitongoji za nyumba 10 mjumbe anachukua tahadhari. Hata wale majirani wanaokuwa karibu na yale maeneo nyumba ambazo makalo yao yako wazi au yaliochoka, ndio wao wanapa taarifa. Kwa sababu sasa inakuwa, kwa sababu wao wenyewe majirani wanakuwa na watoto. Kwa sababu hiyo ndio fanyika. Mtoto unajua umlindi kabisa, yani anaanza kukoja anacheza. Kwanza kuna ile michezo ya kombolela kwenye vichaka, kwenye vitu ambavyo kuna mashimo, wengine kuna mashimo ambayo hayajulikani. Ndio wanakuwa wanapata madhara. Hatari. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema mwanamke akutwa amefariki guest. Hatari. Mwezi wa Ramadhani jamani. Hatari. Swala. Mswala wapi, kwa Mwenyezi Mungu au wapi? Kwa Mwenyezi Mungu zuma lake liko pale na mhusika wa guest naye atawajibika kutoa taarifa zikoje. Sasa sawa. Lakini anawajibikaje? Labda yeye atawajibika kwamba mtu kafia guestini kwake. Ndio. Sasa hajatoa taarifa maalum, hajui hata ni nani. Hii habari inasema mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 hadi 34 ambaye jina lake halijulikani amekutwa amefariki dunia katika nyumba ya kulala wageni katika mtaa wa Miembeni, kata Usagara, wilaya ya Misungwi, mkoani Mwanza. Huku chanzo cha kifo chake bado hakijulikani. Tukio hilo limetokea usiku ambapo asubuhi mhudumu wa nyumba hiyo ya kulala wageni inayojulikana kama First and Last Guest House iliyokuwa akifanya usafi. Hiyo asubuhi anakusanya mashuka akafanya usafi. Ndipo alipoona kwamba huo mlango wa guest chumba namba 3 umefungwa kwa nje. Baada ya kufungua ndo anakuta huyo mwanamke amefariki. Umefungwa kwa nje, ina maana labda kuwa peke yake. Ina maana kuwa peke yake. Ina maana huyo aliyefanya hilo tukio kakimbia na akafunga kwa nje. Sasa ndo huyu mhudumu alipoona hivyo, ikabidi atoe taarifa kwenye uongozi. Uongozi kwenda kule wakakuta yule mtu amefariki. Ikabidi sasa ripoti zipelekwe polisi, serikali za mitaa kuja kuhakikisha. Walipoangalia kwenye daftari usiku huo chumba namba 3 walimpangisha nani? Yaani hamna taarifa zinazoeleweka. Ina maana hajataja hata jina lao. Huyu mwanamke ndo sasa jina lake halijulikani. Ina maana pale uagasa nyingine labda anavyoingia yule mwanamume anaandika jina lake yeye tu. Na unajua wengine anaandika jina lake la asili. Anaandika jina lake. Wangekuwa inawezekana hizo nyumba za wageni hizi. Wangekuwa wanatoa vitambulisho. Wanatoa vitambulisho vya uraia au chakula. Ili upate ile picha yake kamili. Wangekuwa na uwezekano yaani hata picha wawapige. So anakuwa na zile nani zao zile wengine. Ila sasa hivi wameshauriwa kuweka kamera kwenye nani hivi. Kwa kulala wageni ili kutokana na matukio kama haya mgeni anakuja atoe taarifa maalum. Au anakuja yeye anamwambia tu mtu niko peke yangu. Fika hapo mapokezi njoo ulizia chumba fulani. Sasa yule anaenda pale amwandiki jina. Au akiuliza tu chumba fulani nenda kile pale. Katiza hivi kulia pita hivi. Hajaandika hata jina lake. Hajajitambulisha kunyonga huko. Na wengine nao wanapenda kwenda mtu miadi umjui. Umjui tabia. Unakutana tu kwenye simu au unaogopa ishari. Jamaa saa zingine watu wanakutana tu kwenye simu. Wanaelekezana mpaka sehemu husika. Matokeo yake ndo kama unajua hapo kinachotakikana kwanza ni tahadhari. Yaani na mara nyingi wanaofanywa hivyo ni ndugu zetu wanawake. Kwa sababu kutokana na ile mipangilio unakutana na mtu wengine mkutana siku moja uso kwa macho, mkapeana namba, mkaanza kuwasiliana, unamkuta mtu mara akakurushia hela, mara kufanyia hivi. Sasa pale wewe unajengeka. Sasa unapojengeka imani ile kumweka yule mtu na mkutana hata siku moja, baada siku fulani tukutane sehemu fulani. Wewe unatoka mwenyewe unajiremba vizuri naenda kukutana na mpenzi wangu. Hivi unajinini unaaga vizuri wewe. Sasa unapofika kule wewe unafika mapokezi pale. Ukifika mapokezi bwana hapa kuna mtu fulani, wewe mtu fulani nenda chumba namba fulani. Sasa kinachofanyika pale wale wahudumu inatakiwa kwanza wewe mwenyewe pale unayoingia unakuwa hawana wasiwasi tena kwa sababu yule sikashalipa na jina kashaandika pale. Sasa unapoingia mule na yule mtu wewe ni mara ya mwanzo, wale hawawezi kuelewa kitu chochote. Unapofika kule sasa ni mawili. Yule mtu ni mzuri, utaenda utafanikisha masuala yako.
mtarudi mtaendelea. Lakini sasa kuna wengine alikuwa anakuita vile, anataka kutoa gafara, wengine anataka kiungo chako, wengine anataka kiungo chako, unakuta unakaa mule ndani kakukaribisha, anakutilia madawa, chakula kile anakitia madawa, vinywaji ndo mara nyingi wanaweka, basi unalala ujielewi. Basi ukishakuwa ujielewi, yeye anafanya shughuli zake, kama ni kiungo anakikata, anakichukua, anatoka mule, bwana vipi, anaenda hapo mara moja tu, mimi jamaa yuko hapo mara moja, kwa sababu anaingia kitu simple tu, haingii na chochote. Na hata akitoka pale inaonekana anaweza akatoka mara ya kwanza akarudi tena, sasa kaingia yeye kama yeye tu ana mzigo wote, na hata akitoka mtu ushangae kama alivyoingia na ndio alipotoka. Na kuaminisha wale zaidi, ili kama ajue huyu mtu yuko vizuri, bwana anaenda kupata kitu hapo, anaweza akatoka akarudi tena, vipi, nimefanikiwa, lakini baadaye kanambia nende nikachukue chengine kwa sababu kitu ninachotaka sijapata. Anatoka tena, sasa kashakamilisha tatizo lake moja kwa moja harudi. Sasa huku nyinyi mnakuja kuangalia, mnaachua mswala kama huo. Ni kweli shida hiyo. Hiyo ndio shida sasa. Hatari. Tunaenda kabisa. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema mvua yaezua nyumba 432 huko Ulanga huko. Zaidi ya nyumba 432 zimebomoka, nyingine kuezuliwa paa baada ya mvua iliyoambatana na upepo kunyesha katika kata ya Ilagua, wilaya ya Ulanga, na kuathiri vijiji 4 vilivyopo kwenye kata hiyo. Wananchi wameomba serikali kuingilia kati katika swala hilo ili kutatua changamoto, kwani athari zilizojitokeza ni nyingi, ikiwemo wananchi kubomoka nyumba zao, mapaa kung'oka, ofisi ya serikali ya kijiji pia imeharibika, na madarasa ya shule ya msingi Ilagua iliyo katika manispaa hiyo ya Ulanga. Kwa hiyo wameomba serikali iwasaidie kutokana na athari zilizojitokeza ni nyingi. Sasa hapo wanafunzi watakuwa waendi shule, na sasa hivi ndio mvua, wanasomaji. Kwa kweli hapo kwanza, jambo la mwanzo, serikali ifike, baada ya kufika iangalie tokeo lilivyo, ndio watajua watathmini vipi, waweze kuwasaidia wanafunzi, waweze kusaidia na wale ambao ni wahanga nyumba zao kama hivyo. Ndio hivyo serikali itasaidia. Kwa sababu maafa kama hayo mara nyingi hawakaagi nyuma. Hawakai nyuma. Hasa ukizingatia kama shule, wanafunzi na watastop kwenda shule. Utakuta kama darasa la 4 hawa la 7 ndio wana changamoto za mitihani. Lazima hatua itachukuliwa haraka. Hatua itachukua haraka ili waendelee na masomo. Na pia tuwape pole, maana ni maafa sasa. Nyumba yako ikibomoka, nyumba yako ikiazuliwa paa, sekae sana. Hatari na zinaonyesha radi, zinaonyesha maradi yanavyopiga kama ile radi ya leo. Achana nayo kabisa. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema VETA kufanya maboresho makubwa ya kimfumo kwa ajili walimu wenye ujuzi wa hali ya juu. Mamlaka ya elimu ya vyuo vya ufundi stadi VETA imesema kuwa itafanya maboresho makubwa katika mifumo yake ambayo yatahusisha zana za kiufundi kwa kuzingatia teknolojia ya kisasa na kuajiri walimu wenye ujuzi wa hali ya juu. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA, Dr. Abdalla Shabani, wakati wa kongamano maalum lililofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo. VETA bado wanaendelea kutanua matawi, wanajenga sasa hivi kila mikoa. Lazima kuwe na wanakaa mbali stadi. Zamani kilikuwa Dar es Salaam tu. Lakini sasa hivi wanajitahidi kujenga kila mkoa. Kila mkoa wanajenga. Ni jambo zuri. Kwa sababu sasa itakuwa sio kusoma VETA mpaka uje Dar es Salaam. Hata mkoani kwako kinakuepo, wilayani kwako kinakuepo. Ni jambo zuri kwa kweli. Sana. Wanajitahidi sana, yani wanajitahidi. Kwa kweli ni jambo zuri, ni jambo la faraja. Tunawapongeza sana. Na waendelee kufanya hivyo ili kwa sababu mahitaji tunayoyataka. Maana vijana wako mtaani ni wengi.
Sana. Utakuta kijana kafeli. Sasa unaanza unampeleka wapi? Na ukiangalia labda chuo cha VETA kipo tu Dar es Salaam. Lakini kikiwepo mkoani kwako unampeleka. Unampeleka ili unaepukana na zile gharama. Ndio gharama, kwa sababu atakavyokuja huko labda ana ndugu. Au mpangie chumba. Gharama inakuwa nyingi, lakini ikiwepo mkoani kwako inakuwa nafuu. Unakuwa hapo tu karibu, unaenda na kurudi. Ni jambo zuri. Tunaenda kwenye habari nyingine, anasema dereva aliyeiba mafuta na kuchoma moto gari akamatwa. Yaani hivi kweli mtu kakuamini kakukabidhi gari lake na bidhaa yake ya mafuta, gharama nyingi, alafu unaiba, unaenda unalichoma moto na gari. Hivi kweli jamani? Sasa bora angeiba tu hayo mafuta ile gari akalitelekeza. Sasa na gari la watu unalichoma moto, unajua gari kubwa ya petroli. Unajua ni kitu gani alichokifanya huyo? Yaani vijana mara nyingi sana huwa wanataka utajiri wa haraka. Sasa wanapotaka utajiri wa haraka huwa wanafanya mambo ambayo yaliokuwa sio. Kwa maana hiyo wameshaiba yale mafuta. Kaona sawa, nimeshaiba na nimeshafanikisha. Ili kuondosha ushahidi. Sasa nichome moto hili gari. Lionekane limelipuka lenyewe. Gari limelipuka, mimi nimeshapata hela, baadaye na kibarua changu kitakuwa kiko pale na mambo yataenda. Lakini sasa unachokipanga sicho kinachokuwa. Kwa kweli ndio hivyo. Hii habari inasema jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kumkamata Abubakari Mwichangwe mwenye umri wa miaka 29, dereva wa lori la mafuta lenye namba za usajili T661 BXW na tela lenye namba za usajili T489 BHC, ambaye alikuwa anatafutwa na polisi kwa tuhuma za kuiba mafuta aina ya diesel lita 35. Umeona balaa hiyo? Yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 77. Kisha hela nyingi. Na kisha kulichoma moto gari hilo kwa lengo la kupoteza ushahidi. Yale shari ulosema. Pale lengo lake, hata wale wakichunguza kulingana kwamba lilikuwa limetokea tatizo. Limetokea tatizo. Likalipuka. Kumbe yale mafuta kashaiba, alafu tena akayauza, kalilipua. Milioni 77. Milioni 77, hata kama hakupata hizo, kapata hata milioni 60, basi kashapata. Au milioni 50. Bora hata angechukua yale mafuta angeenda angeuza. Kwa anauza haraka. Angeliuza ili lile gari angelitelekeza pale. Ili asipate mali yake, angekuja angelichukua ili asipate hasara zaidi. Sasa mambo gani? Akifungwa kamato tu kashakamatwa ili tukio alilifanya tarehe 16 Machi mwaka huu. Sasa ile gharama hiyo gari anaweza kuilipa huyo bwana? Kwa kweli uwezo wa kulipa hana na kashamtia hasara huyo mtu. Kwa sababu hata hizo hela akiambiwa arudishe hizo hela, bado sengine hela kashatumia, na sengine hela hajalipwa zote, kapewa nusu, kwa sababu milioni ni nyingi. Milioni nyingi sana. Milioni 70 na 7 tena. Nyingi sana. Sengine hajalipwa zote, kapewa nusu. Ndio. Au kauza bei ya hasara labda milioni 40. Si haraka. Si unajua tena mwizi. Wewe unapigia mahesabu kitu chako kila thamani hii, lakini kaenda kuuza chini ya wewe ulichonunulia. Alafu mara nyingi mimi naonaga ya magari ya mafuta kama wengi wao wanatembea peke yao. Na ndio sasa hivi wengi wanatembea peke yao. Wangekuwa kwamba inawezekana amweke na mwenzake. Wanaweza pia wakala njama wote wakagawana hela. Au hata yule mhusika wenye zile kampuni au anatembea nao. Kitu ambacho sio rahisi. Hiyo sio rahisi kwa sababu dunia yetu iliyokaa hivi sasa hivi, mkitembea na yule bosi wenyewe mnaweza mkachonga mchongo na watu walioko mbele huko. Bwana tunakuja na bosi yupo, mkajifanya mmevamiwa, baadaye likakukuta kitu. Sasa ingine mpaka mkamua bosi wa watu. Ushauri ninaotoa mimi, yaani zile gari zifungwe vile vifaa ambavyo vinaonesha katika hii gari iko sehemu gani sasa hivi, huyo anafanya nini. Zile zimefungwa, labda kamera ndo zinakuwa zijawekwa, lakini vingamuzi magari mengi yamefungwa vingamuzi. Na ndio maana inakuwa inaonyesha kabisa hii gari imesimama hapa kwa muda mrefu. Yaani inakuonyesha kwamba haiendi, iko sehemu fulani. Inapiga kama alamu. Hapa imesimama, ina shida gani? Kwa mtu atakapofuatilia ndo anakutana labda mtu kafanya hilo tukio. Lakini kusema waweke kamera hiyo naona labda bado.
ila ving'amuzi wamefunga. Sasa hiyo ndio kwenye kamera. Hiyo ndio inayosababisha kujulisha sasa kama hao wamefanya hichi na hao inakuwa inaonesha kwamba haitembei, imesimama. Na inasoma kabisa ipo sehemu fulani. Alafu mtu mwenyewe mdogo. Na kuna tukio lilitokea, kuna kijana alipigwa mpaka akauliwa, waliwa bodaboda Tabata. Waliiba bodaboda Tabata. Walipoiba bodaboda Tabata wakaileta mpaka maeneo ya Buza huko. Ndio. Kufika kule sasa kumbe imefungwa ving'amuzi kama unavyosema. Wao sijui hawakuona. Wamepeleka kwa fundi ili wabadilishe wanavyojua wao, maana wanavyosema kwamba wanaifanya scraper. Ndio. Wao kufika pale ile GPS sinasoma imewafikisha mpaka pale. Sasa alienda kuuliwa, sio alienda kuiba. Yaani ilikuwa hivi, kaenda kuiba mwingine, alafu yeye alipofika na ile pikipiki akamwambia mwenzie kwamba nimechoka, naomba unisaidie kuendesha, tuipeleke pikipiki service kwa fundi. Kumbe kwa yule alosaidia yule ndo aliyeuliwa, ambaye ameiba kakimbia. Yeye ndo kakutwa yuko na pikipiki. Na sasa anasema alikutoa na ngozi ndio mwizi, ndio mla nyama. Alipigwa, aliuliwa vibaya. Jamani, si miaka mingi kama nilisikiaga hiyo kesi au? Juzi tu hapo. Yaani juzi tu. Nakumbukaga alafu kuna miaka nyuma Tabata alichomwa moto wezi kama 3 hivi au wawili. Sasa hiyo kauliwa kabisa, wamemuua. Na hao nao walikufa vile vile. Kuna muda fulani kulikuwa kuna wizi sana wa bodaboda. Wa pikipiki. Walikufaga Tabata. Ni hatari, yani vijana kwa kweli changamoto. Wafanye kazi. Yani wanataka hela nyingi kwa wakati mmoja. Wanataka hela za haraka. Hataki kwamba ajiumize mwili wake, hataki. Yani ndio hiyo nilozungumza. Wanataka shortcut. Maisha ya shortcut. Ndio. Sasa maisha ya shortcut. Sasa ndio so mazuri. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema marufuku kulima katika bonde la Magole. DC Mpogolo asema huu mkuu wa mkoa wa Ilala mkuu wa mkoa wa Ilala, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, Edward Mpogolo amepiga marufuku shughuli zote za kilimo katika bonde la Magole, Kibebeu, kata ya Mzinga. Hatua hiyo ya kupinga marufuku shughuli zote za kibinadamu katika bonde la bonde hilo imekuja baada ya baadhi ya kukatika, yani sehemu zimekatika kwenye hilo daraja hilo la Magole. Kwa hiyo lilivyo katika limeacha yani watu wa huko hawapati mawasiliano kuvuka kwenda sehemu nyingine. Mpaka mkandarasi aje kufanyaje kulijenga. Na wakati shughuli zinaendelea, wale wanaolima mle pembeni mle wamepigwa marufuku kwamba wasilime. Inaweza katokea athari. Kwa sababu hiyo ni athari. Si daraja lenyewe linaufa. Linaufa, limekatika, kwa hiyo mawasiliano ya huku na huku watu hakuna. Ndio maana wameambiwa wasilime tena. Hapo unajua kilichofanyika ni tahadhari. Na tahadhari ndio inayotakikana. Kwani wanaweza wakaenda hapo ukakuta maji yamekuja yameyachukua, ndio kama hivyo vifo vikaanza kutokezea. Alafu na pia wanavyolimalima vile si wanalichimbua hata lile daraja. Wengine wanaweka wana matuta yale, wanachimba. Ndio maana wamepigwa marufuku. Alafu hapo anaiona serikali kama mbaya. Kumbe si tunataka tulime, tupate riziki, si na nini tumekatazwa. Kukataza na maana yake. Yani, na pia anawalinda nyewe wenyewe kwa sababu daraja lile lilivyokatika, wa huku mtabaki huku au huku mtabaki. Matokeo yake ndio mdumbukia kwenye maji mvuke. Kwa kweli hapo kwanza tahadhari ndio inayotakikana. Serikali imefanya uzuri, huyo mkuu wa wilaya kafanya vizuri sana kufanya hivyo. Wakati mkandarasi anaendelea na shughuli ya kulijenga. Kwa sababu alipofanya hivyo ni kuwapa usalama wao wale, ili ile hali iweze kuendelea, pale paweze kufanywa ukarabati. Watakapolini wapute subira tu. Kwa sababu huo ni jambo ambalo ni maisha yao wao wenyewe ndio wanatetewa hapo. Kabisa. Wao wenzako hapo hawajali kwamba maisha yetu tunatetewa, ila serikali kama imetubania. Ndio. Ndio maana tayari mara nyingi wanamporoka kwenye mikondo ya maji wale watoke. Lakini wanaona kama vile wanaonewa kwamba mnatufukuza. Mnatufukuza. Lakini mafuriko yakija
Serikali tusaidie. Hiyo inaenda kuomba msaada. Tusaidie. Lakini mshatapewa tahadhari. Tahadhari ni muhimu. Tokeni. Lakini watu hawaelewi. Yakisha wakuta serikali tusaidie. Imetuacha. Na wakati mmeambiwa jamani mvua zinakuja. Hawajui kwamba wa mabondeni tokeni. Hawajui kwamba ni kinga. Wakati huo mvua haijaanza wanakuambia ndio tushajenga tunaenda wapi? Unakuwa kinga ndio muhimu kuliko tiba. Kinga ni muhimu kuliko tiba. Sasa tahadhari inayowekwa inatakiwa ifuatwe. Huyo bwana sisi tunampongeza kabisa. Kwa wilaya aliyofanya hivyo kuweka tahadhari hiyo ni nzuri, wakati huduma nyingine zinaendelea. Wakimalizika watarudi katika shughuli zao. Basi kwa leo katika kipindi chetu cha yaliyojiri tumefika tamati. Tukutane tena kesho muda na wakati kama huu kwenye kipindi cha yaliyojiri ili tuangalie habari mbalimbali zilizotokea. Naye kuletea kipindi hiki mimi Rose Mabula nikiwa na wenzangu Neema Shabani Kalanda na Sheikh Ali Mohamed Salim. Tunasema kwa elimu panapo majaliwa kesho.